kwamba tunaenda kwenye mchezo mkubwa, lakini mazingira ni kama watu hawakufurahia sana. Rotation inawezekana ilikuwa ni sababu, au ni kwa sababu Ijumaa ilikuwa tusikia sauti ya Aubrey Chiro alisema bwana, Simba kama anacheza hivi huko anakoenda kwenye mechi ya Kagera ikaonekana tena vile vile mzuka unaonekana haupo. Rotation kwa kiasi chake, alafu unajua ili utengeneze timu, mimi msimu napeleka credit zangu zote kwa Fadru. Namna ambavyo ameishi na kundi la wachezaji wapya na kuwafanya kuwa timu. Inawezekana Simba ipo miaka yote, lakini sio kila msimu itakuwa na timu nzuri. Kinachokuja kutokea ni pale sajili zimefanyika kama ambavyo ilifanyika kwenye dirisha kubwa, sajili zaidi ya 10, halafu ni wote wanatakiwa kuja kuwa key players. Yani timu ilikuwa off-road, imetoa wachezaji muhimu wengi, imebakisha Mohamed Hussein, Kapombe pamoja na Shemalon nadhani, na Fabrice Ngoma hawa wengine hizo na Kibudeni. Hizo nafasi zingine zilikuwa zinataka kuja kuchukuliwa na watu ambazo ni nafasi muhimu zaidi, mshambuliaji, winga upande mmoja, namba 10, namba 8, namba 6 of course ambaye kuja Kagoma, Ngoma ni namba 8. Namba 6 nayo ilikuwa inahitaji mtu, lakini pacha wa Chemaloni ilikuwa inahitajika mtu, na golini kwa sababu aliamua Manula kumweka pembeni. Napo ilikuwa inahitajika mtu. By the time alikuwa majeruhi Manula. Yes. Kwa hiyo alikuwa anahitajika mtu pia. Ayubu naye kama majeruhi. Kwa hiyo ni nafasi muhimu zilikuwa zinahitaji watu muhimu uwanjani. Unaposajili kundi kubwa kama ile kuja kuipata timu sio jambo rahisi, kwa sababu sio watu wakuja kuongeza ubora kwenye kikosi. Lakini Elbo licha ya mabadiliko makubwa mwanzoni, lakini katikati hapa Simba kuna mzuka ulikuwepo. Nakumbuka ile mizuka katikati, finali, nusu finali, ligi huku, kuna ile hamu ile afu ghafla tu inaonekana. Ndio nilikuwa naelekea huko kwamba mwanzoni kila mtu alikuwa anakubali kwamba Simba inajengwa, si ndio? Kwa nini napeleka credit kwa kocha Fadlu? Ni kile nilichokizungumza kwamba yale matarajio makubwa yaliyokuwepo Fadlu aliamiti, kwa maana ya muda mfupi kafanikiwa kutengeneza timu ambayo ikawa ya ushindani, ikawa inatamanisha kwenye kushindania mataji. Ikaonekana ni bora uwanjani, uongozi ukaonekana bora nje, umejiorganize, kila kitu kikawa kinafanyika perfectly ndani ya timu. Kwa mashabiki ambao wako mbali, hawako karibu na timu kwa kiasi cha kujua mambo ya ndani, ilikuwa lazima wapatwe na furaha kubwa, wajawe na mshawasha na hamu ya kushinda mataji kutokana na ile display ambayo ilikuwa inaonekana kwamba yes, sasa hii timu tumeipata ndani ya muda mfupi, kumbe hatuna muda wa kusubiri. Yani hatuna haja tena ya kusubiri. Lile shinikizo yawezekana lilitengeneza kitu kizuri, yawezekana hilo shinikizo na mahitaji ndio limewapeleka finali ya kombe la shirikisho, ndio leo wanapigania ubingwa wa ligi kuu mpaka mechi ya mwisho, ndio hao ambao wamecheza nusu finali ya kombe la Federation ndani. Kwa yale mashinikizo yamesaidia, ila credit zinakwenda kwa mwalimu. Kukata kwa mzuka ndio tunarudi kwenye basics sasa, kwamba unakumbuka sasa basics kwamba mwanzo wa msimu niliingiza wachezaji hawa, nilikuwa natengeneza timu. Yawezekana katika hayo maingizo Ibra leo tujiulize unatoa wapi guts na mzuka, wakati kwenye hayo maingizo licha ya kukliki ndio yamekuwa na nafasi moja. Yani hizo nafasi muhimu, namba 6, namba 10, winga moja, golini, pacha wa beki, kwa maana namba 4 au namba 5 ni wachezaji watano muhimu kwenye timu wameingia. Huwezi kupata mbadala wao kwenye dirisha moja, maana kunakuwa na hao kama uniform. Yani ukiifua unaisubiri ikauke. Yes. Yani kuwa motivated kwenye labda tuchukue kwenye zile mechi za nusu finali za shirikisho, si ndio? Na finali, kwa sababu tunasema ulikuwa unaliona kitu unaenda kushinda. Lakini bado mpaka saizi Simba kwa sababu mechi ya Jumatano ndio itakayoamua nani na kuwa bingwa. Kwa hiyo mimi naamini ile amshamsha ile hali ya kuutamani mchezo kutoka kwa mashabiki mpaka wachezaji, nidhani kwamba hiyo spirit ilipaswa iendelee kuwepo, kwa sababu hawajapoteza, kwa sababu mechi ya Jumatano ndio mechi ambayo bado ina nafasi ya kwa imekuwa ikionyesha daraja sasa. Kadri ambavyo msimu unaenda ndio ambavyo daraja limekuwa likionekana kwamba kumbe ukikutana na mpinzani fulani inabidi uwe na watu mbadala pia pale plan A inapogoma, na ndicho ambacho Simba kimemkuta kwenye mechi zote ambazo plan A iligoma. Mpanzu,
Kibu eneo la namba 9 lilibadilishwa. Alianza msimu kwa kuaminiwa Ateba, imefika hatua anaaminiwa Mkwara. Haya maeneo mengine yote hayakuwa na mbadala. Jean Charles Ahoua hakuna mbadala, Kagoma hakuna mbadala. Utawachezesha Mavambo na Fabrice lakini wote ni namba 8 hao. Unakosa mbadala wa namba 6. Ukirudi golini amekosa mbadala sahihi. Rejea mechi ambayo anaumia, anaingia, ilikuwa ni hiyo ya nusu finali Confederation ndani. Aliumia Kamara, anakwenda kucheza Alisalimu akatwasidi makosa. Yawezekana ni kwa sababu hachezi sana. Kwa lile daraja ninalolisema linakwenda sasa lina prove kwamba ukikutana na mechi ya aina fulani unaondoa, unakuwa na ule wasiwasi. Kwa kauli hiyo sasa hivi, kwa kauli hiyo maana yake Simba wamekata mzuka kwa sababu wamezidiwa daraja na mtu aenda kucheza naye Jumatano. Yes, hilo liko wazi tangu msimu huu kwamba ukiweka daraja la Simba na Yanga kwa msimu huu, Yanga iko tayari kuliko Simba. Yawezekana Simba akipata mbadala kwenye hizo nafasi nilizozisema kwamba at least watu wawili wanne hawezi kufanana uwezo. Huwezi kuwa na timu ambayo wachezaji 20 wanalingana uwezo. Lakini ule utofauti wa daraja kwamba leo sina Kibu, leo sina Mpanzu, na mkabidhi Chasambi, na mkabidhi Barua, hizi winga zote, na mkabidhi Mutale, ataoperate kama angalau robo 3 ya Mpanzu ama robo 3 ya Kibu ili timu isionekane kupoteana. Ndio kitu ambacho kina miss Simba. Lakini kwa Young Africans ni tofauti. Wanavopishana leo, Max anaweza kama majeruhi usiwaze akacheza, Mdathiri anaweza yupo, japo Mdathiri ni kitendawili kwangu mimi. Sasa tukiongea football ni kitendawili, nafasi yake inapokosekana mtu wa kucheza juu na chini kwa level sawa ni kuna changamoto. Inawezekana kwa sababu ya ubora wa timu ka accommodate ile nafasi, ila ikitokea timu haiko kwenye run nzuri yawezekana ukamiss kwa sababu ya uwezo wake ni tofauti na wachezaji wengi. Kwa hiyo tukiconclude hapo kwamba Simba wanaiofia Yanga, daraja la Yanga ndo kama daraja ambavyo kwenda kucheza na RS Berkane unasema chochote kitakachotokea ni fair play, kwa sababu bado mimi timu yangu haijafika kwenye daraja la kushindana na hii timu. Abu Elbogasti anasema ubora unawatisha wa Yanga. Mimi nafikiri kwa maana tunazungumzia mechi ya jana. Kwa kuhusiana na mechi ya jana, performance ilivyokuwa ya wachezaji na kocha kiujumla, mimi nilibahatika kwenda uwanjani na niliona. Na mara nyingi nilikuwa naangalia movement za kocha. Ilivyofika kwenye dakika ya 80 ikaonekana kwamba matokeo yanaonekana ni yale yale. Mara nyingi nilikuwa namuona kocha anawazuia mpaka mabeka, anamwambia nyinyi chezeni nyuma huko. Siende huku mbele. Kwa maana ya kwamba mimi naona ilikuwa ni mpango wa kocha. Ulikuwa ni mpango wa kocha kwa sababu mara nyingi sana hata wachezaji alikuwa anawaambia nyuma. Unaona? Abu wewe msoni ulikuwa uwanjani ulikiona. Wewe kama shabiki wa Simba. No. Kama shabiki wa Simba, performance ya jana imekufurahisha kwenda kwenye dabi? Sababu mchezo wa mbele si dabi. Kiujumla kuna muda hapa nyuma huwa inatoa picha. Ibra Kasuga, ngoja nikwambie. Kiufupi performance ya Simba au labda pengine zile amsha ambazo tumezizoea za dabi ya Simba na Yanga zimepotea. Si kwetu sisi tu Simba, hata kwa Yanga pia. Iangalie hata Yanga ni yenyewe pia haina ile amsha, yani kama vile yani dabi imeshapoa kabisa. Lakini nyinyi inaonekana mmekata tamaa kabisa yani. Hatujakata tamaa. Mimi sidhani kama tumekata tamaa. Mbali ya kwamba labda pengine ni mipango tu ya viongozi, ni mipango ya timu nzima kwamba bana relax. Jof, vipi mtani unamwona anakuja na nguvu ile au anakuja kichovu zaidi? Yani Simba sio kwamba kakata tamaa. Hiyo kofia uonekane Jof. Simba kakata tamaa kwa sababu gani? Au una madeni utaki kuonekana? Simba kakata tamaa kwa nini? Simba kwa nini kakata tamaa? Yani Simba nitoka dabi hivyo gaishogelisha tarehe 15 alizani kwamba ataenda kuchukua pointi 15 za mezani. Kwa hiyo litokea sakata hilo. Unaona kabisa kuanzia viongozi wa Simba, mashabiki, na unaona kila mshabiki. Nimemsikia JB juzi hapa ananiambia sasa hivi mashabiki kama wamegawanyika. Kuna ambao anataka kucheza, kuna ambao anakuambia hatuchezi. Kwa hiyo kama timu inaenda kucheza, kwanza morali lazima ianzie kwa sisi kama mashabiki na kwenda kwa viongozi. Kwa hiyo kama kwa mashabiki tayari kuna mashabiki aina mbili, kuna ambao wanataka mechi ichezwe, kuna wengine hawataki mechi ichezwe. Kwa hiyo kuanzia chini morali ya Simba ndio imeanza kupungua, kuonekana kama hata timu ikishinda, hata kama ikitoka kama jana imeshinda goli moja. Kwa hiyo mzuko ule umeshuka kidogo. Lakini kwangu mimi kama shabiki wa Young Africans mimi sina hofu. Unaona jana nilichokionyesha Zanzibar, mimi nimeendeleza mwendelezo wangu chuma 5-5. Kwa hiyo na hiyo ina maana kama ni timu inataka kutetea ubingwa wake na inataka kuchukua taji, ndio unaona kabisa kwa kwamba na jana mimi mwenyewe nimefanya rotation. Lakini wewe ulichokiona uwanjani na hizo uwezo uka complete. Nimefanya rotation, nimeonyesha kwamba nilisajili kosi kipana. Mwanzo tulikuwa tunazungumzaga Yanga tumesajili wachezaji ambao
wanaweza kutuja kutupa mafanikio, na ndo sasa hivi sasa kitu kinaanza kuonekana. Kwa sababu ngapi kanzo, ukimkosa Pacome utapata matokeo unayohitaji, ukimkosa Mdasiri utapata matokeo unayohitaji, utamkosa Baka kuna mtu. Kwa hiyo tulitengeneza timu ambao yenye ushindani, japokuwa tumetoka klabu bingwa, lakini sio kwamba kivile tulizidiwa sana kimpira tu. Kwa mpaka sasa hivi timu tumenyooka mapema kaka. Nitoka mapema lakini ni kimpira. Sasa ili ujue kwamba nisikilize, ili ujue ni timu kubwa. Itengeza kikosi kupana. Angalia timu ilishia makundi, si ndio? Lakini kuna wachezaji sasa hivi wanatolewa macho kama Ziki ashaondoka. Timu ambayo ilishia kwenye makundi